Sokka hakuwahi kujua jambo hilo mpaka aliposikia baba yake na mjomba wake wakizungumza. Alivunjika moyo kabisa alipomsikia baba yake akisema kuwa si kila mtu ana uwezo wa kubeba maisha ya wengine, hasa Sokka. Wakati huo huo, mbele ya Aang kulikuwa na mji wake wa asili wa watu wa hewa, na mara tu alipouona aligundua kuwa haukuwa wa kweli. Yule mdudu mkubwa wa ajabu aliyeshuhudia kwa mara ya kwanza mtu aliyefanikiwa kutoroka udanganyifu wake alitokea. Ili kuzungumza na Aang, alibadilika na kuonekana kama mtu anayemfahamu. Kiumbe huyo alimjua Avatar waliotangulia. Mmoja wa Avatar hao wa zamani aliwahi kuiba kitu ambacho kiumbe huyo alikithamini sana. Alidhani Aang alikuwa amekuja kukirudisha, lakini hilo halikuwa kweli. Na kama Aang angesema hivyo, basi kiumbe huyo alikuwa anasema ukweli kuwa marafiki wa Aang walikuwa sasa chakula chake. Aang alipojua kuwa hakuwa na uwezo wa kupambana na kiumbe huyo dhalimu, alikimbia mara moja. Ghafla, Aang akaona eneo ambalo lilionekana kuwa la kawaida sana kwake. Alipoingia ndani ya nyumba, alimkuta kweli mwalimu wake. Mwanzoni Aang alifikiri kuwa huo pia ulikuwa udanganyifu, lakini mzaha wa mwalimu wake ulimfanya aone kuwa hili lilikuwa jambo la kweli. Baada ya kuuawa na Ozai, mwalimu wake hakuchagua kuendelea na hatua inayofuata ya mwanga wa kiroho kama walivyofanya watawa wengine. Alichagua kubaki hapo kwa sababu alijua kuwa Aang alimhitaji. Hata hivyo, kama Aang alitaka kujua namna ya kutawala hali ya Avatar, mwalimu wake hangeweza kumsaidia. Aang hakuuliza hilo. Badala yake, alitaka kujua hali ya sasa ya marafiki zake wawili, Sokka na Katara. Jambo hilo mwalimu wake alilijua vizuri kabisa. Kwa sasa, wale wawili walikuwa kwenye Foggy Swamp, mahali panapozika watu ndani ya kumbukumbu zao za giza zaidi. Hapo pia palikuwa eneo la uwindaji la yule mnyama wa kuiba nyuso, Ko. Mnyama huyu huwawinda wale waliokwama katika kukata tamaa na mashaka. Huwapeleka kwenye pango lake na kuwashikilia mpaka atakapokuwa tayari kuwaua. Jambo hilo likitokea, roho ya mwathirika hupotea milele. Aang alitaka kujua njia ya kumshinda Ko ili waokoe marafiki zake. Lakini mwalimu wake alisema hilo haliwezekani. Ko alikuwa roho ya zamani sana, hatari na mkatili kupita kiasi. Avatar waliotangulia walikuwa na mgogoro na Ko, lakini hakuna hata mmoja aliyewahi kushinda. Ni hadithi tu iliyosema kuwa Kuru aliwahi kumshinda roho huyo. Kama Kuru alimweza, basi Aang angeenda kumuuliza Kuru. Lakini ili kuwasiliana na Kuru, Aang alipaswa kujihatarisha kwa kwenda kwenye hekalu lake katika taifa la moto. Aang akamwaga mwalimu wake na kuondoka haraka kuwaokoa marafiki zake. Alimwahidi mwalimu wake kuwa kazi yake itakapokwisha, atatumia muda wake wote kuzungumza naye. Kabla Aang hajaondoka, mwalimu wake alimshauri tu asijifunge kwenye maumivu ya zamani na aishi kwa ajili ya siku za mbele. Aang akakubali kwa kichwa na akarudi haraka kwenye dunia ya kawaida ili aende kwenye hekalu la Kuru. Baada ya kushindwa Leomasu, mfalme wa moto Ozai alikuwa amempa Jiao mamlaka yote ya kumtafuta Avatar. Sasa sauti ya Zuko kwenye meli haikuwa tena na uzito wa zamani. Kuanzia wakati huo, maamuzi na hatua zote zilipaswa kupita kwa Jiao. Captain J alikuwa amechosheka sana na Zuko kuingilia idara yake mara kwa mara, hivyo sasa alimtii kwa kabisa Jiao. Baada ya safari ya muda, Aang alifika kwenye hekalu la Ku katika taifa la moto. Kwa bahati mbaya, aliwaona wale wahenga na kukimbia kwenda kuwasalimia. Lakini hakukaribishwa. Wakati wale wahenga wanapokuwa wanamkimbiza, mtu asiyejulikana alimshika mkono. Mtu huyo alimpeleka kwenye chumba cha siri na hadi kwenye madhabahu ya Avatar Kuru. Jina lake lilikuwa Siu, mtunzaji wa madhabahu ya Avatar Ku. Kulingana na mafundisho ya Kuru, Siu aliamini kuwa Avatar hawawakilishi ufalme mmoja. Avatar ni wa kila mtu na kazi yao ni kuiokoa dunia. Kwa bahati mbaya, wale wahenga hawakuamini tena kwa Avatar. Wao waliamini tu kwa mfalme wa moto Ozai. Sasa walikuwa wamepotea njia na haikuwa rahisi tena kuwabadilisha. Aang alihitaji muda kuzungumza na Kuru. Hivyo alimuomba Siu wazuie wale wahenga kwa muda wowote atakaoweza. Siu alitoka nje kujaribu kuzungumza nao kwa maneno, lakini wale wahenga walipendelea kutumia nguvu. Waliamini kuwa ni mamlaka ya mfalme wa moto Ozai pekee inayoweza kuiunganisha dunia. Cheo cha Avatar walikiona kama kitu cha uongo kisicholeta amani. Kwao,
Amani ya kweli ilikuwa mikononi mwa mwenye nguvu. Tukirudi kwenye mazungumzo ya wale Avatar wawili, ingawa Kuru aliishi katika ufalme mkali kama taifa la moto, yeye alikuwa mtu mpole sana na mwenye furaha. Ingawa Avatar wote ni mwendelezo wa kila mmoja wao alikuwa na tabia yake ya kipekee. Hakukuwa na wawili waliofanana kabisa. Kuru aliposikia kuwa Aang amekuja kumwomba msaada, alikubali kusikiliza na kumsaidia kushinda matatizo aliyokuwa nayo. Lakini Aang alipolitaja jina la roho Koh, uso wa Kuru ulibadilika mara moja. Kuru akasema alikuwa amesahau kila kitu isipokuwa jambo hilo. Akamwonya Aang kuwa Koh alikuwa hatari kiasi cha kumdhuru kwa njia ambazo hangeweza hata kuzifikiria. Lakini Aang alibaki imara. Alikuwa na marafiki wa kuwaokoa. Haijalishi hatari ilikuwa kubwa kiasi gani, hakuwa tayari kukata tamaa. Ukweli ni kwamba Kuru hakuwahi kumshinda Koh. Alichofanikiwa mara moja ni kuiba kitu ambacho Koh alikithamini zaidi, mkufu wa mungu wa kike wa ardhi. Huo ulikuwa uso wa roho ya kale iliyoumba nyuso za viumbe wote hai, na pia alikuwa mama wa Koh. Kwa kutumia kitu hicho, Aang angeweza kufanya biashara na Koh ili kuwaokoa marafiki zake. Hata hivyo, Kuru alitaka kumkumbusha kuwa Avatar anapokaribia watu wanaowapenda hukutana na vizuizi, na baadaye Aang angelazimika kufanya maamuzi yasiyowezekana. Alipaswa kutanguliza mahitaji ya dunia kuliko mahitaji yake mwenyewe. Baada ya maneno hayo, Aang hakaaga na kutoka kwenye ule ulimwengu wa kiakili. Alipotoka nje, wahenga wote walikuwa tayari wameshindwa. Hawakuwa wamekufa, bali walikuwa wamepooza tu. Sekunde iliyofuata, mnyama wa ajabu alimshambulia Aang bila kutarajiwa na kumfanya apoteze fahamu. Alipoamka, alijikuta mbele ya mwanamke asiyejulikana. Aang alijitambulisha kuwa yeye ni Avatar na akamsihi amwachie aende kuokoa dunia. Lakini kwa mwanamke huyo, dunia ilikuwa na thamani ya kuokolewa tu kwa wale wanaostahili. Kwa sasa alikuwa ameridhika na maisha yake ya sasa na hakutaka kumwachia Aang. Mambo yakawa mabaya zaidi pale Zuko alipojitokeza. Ilibainika kuwa yule mwanamke alikuwa mamluki aliyetumwa na Endao. Alikuwa mwindaji wa kitaalamu, hivyo kumkamata mvulana mwenye vurugu kama Aang halikuwa jambo gumu sana kwake. Njiani, Aang aliendelea kumsihi amwachie aende kuwaokoa, akihofia kuwa asipofanya hivyo wangeweza kupotea milele. Lakini Zuko alimkatalia kwa baridi na akauliza kwa nini Aang alikuwa anatenda kwa namna hiyo. Kwa sababu yule mtu hakuwa mtu wa aina hiyo. Takriban miaka 3 iliyopita, wakati wa mkutano wa kijeshi wa kupanga namna ya kushambulia nchi ya adui, Ozai alimuuliza Zuko maoni yake kuhusu jinsi ya kukabiliana na adui. Zuko akatoa wazo zuri kwa shauku kubwa. Hata hivyo, udhaifu wa mpango wake ulikuwa kwamba bado aliwaachia askari wake njia ya kurudi nyuma. Jenerali akabadilisha mpango huo mara moja na kuamuru kikosi cha wanajeshi mpya kitumike kuwavuta maadui kwenye mtego. Kisha wangeshambulia sehemu muhimu za watu wa ardhi. Zuko akapinga mara moja na kusema huo ulikuwa mpango wa kikatili. Alisema kuwa huo ulikuwa sawa na kuyatoa maisha ya askari wake sadaka ili kufikia lengo. Tukirudi kwenye wakati wa sasa, Zhao aliwashambulia watu wa Zuko kwa sukipuza ndani ya msitu. Zhao alimkemea Zuko kwa kutotii amri na akadai wamkabidhi Avatar mara moja ili ampeleke kwa mfalme. Zuko alijaribu kusimama na kupinga, lakini msitu ulikuwa umezingirwa na wapiga mishale wa taifa la moto, waliokuwa mashuhuri kwa uwezo wao wa kupiga hata nzi wa moto wakiwa umbali wa mita 100. Bila msaada wowote, Zuko hakuwa na chaguo ila kumkabidhi Aang, kisha akamwangalia Zhao akiondoka naye. Usiku huo, Zhao alimfunga Aang gerezani na kwa utulivu mkubwa akaandaa sherehe kubwa kambini kwake. Kwa mbali, mtu aliyekuwa amevaa barakoa aliangalia kila kitu kwa ukimya. Mtu huyo alijificha chini ya gari la kubeba mvinyo, kisha akaingia ndani ya gari hilo na kufanikiwa kupita walinzi bila kugundulika. Gari hilo lilipopita kwenye lango la mji, mtu huyo aliyekuwa amevaa barakoa alishuka haraka na kupenya kwenye gereza kupitia mfereji wa maji machafu. Nguvu zake za kupigana ziliwaangusha askari wote waliokuwa ndani. Kabla hawajatoa taarifa kwa Zhao, tayari alikuwa amewashinda. Mtu huyo mwenye barakoa alivamia seli ya Aang, akakata minyorongo na kumwachia huru. Aang alitaka kumuuliza huyu mtu ni nani, lakini akatambua kuwa huo haukuwa wakati wa maswali. Kwanza, walipaswa kutoroka. Wote wawili walijipenyeza taratibu nje, wakati askari walikuwa wanakunywa na kufurahia sherehe. Wakati huo, Zhao ghafla alitaka kushuka gerezani ili kwenda kumwambia Aang usiku mwema. Alipoona walinzi wamelala chini kila upande,
Alikimbia ndani haraka. Hofu yake kubwa ilikuwa imetimia. Avatar alikuwa ametoroka.